Habari zako? Tunashukuru Mungu. Tupo tumekucha, tunamshukuru tumekuwa na afya njema. Tuko kwa ajili ya kusikilizia sakata ambalo lipo mbele yetu. Nini maana ya ukimya kwenye viunga vya Msimbazi juu ya mchezo huu? Ukimya huu maana yake ni kwamba jinsi gani unatambulishwa kwamba Simba ni timu ya mpira wa miguu, sio timu ya kugoma goma. Kwa hiyo jinsi gani wanatulia ili baadaye wakija kunyanyua jambo lao ndio linasikika kwa wananchi wote. Kwa hiyo mimi na imani ukimya huu ndio kuanzia Jumamosi jana na Jumapili leo. Jumatatu nadhani viongozi watakuja kutoa weledi wao na jinsi gani kuelekea mechi hii ambayo itachezwa tarehe 25. Mimi na imani Simba Sports hawana shida na hata Yanga yenyewe hawana shida, mechi itachezwa. Lakini jinsi gani sasa wanatuletea slogan sisi washabiki ambao walishakuja kuitoa. Sababu ukiangalia viongozi wa Simba walisema walitoa barua kwa umma kwamba endapo itapangwa tarehe ambayo tofauti na tarehe 25 na tarehe 15 tutacheza sinema nake. Lakini sasa baada ya kutoka tamko hilo ndani ya bunge au ndani ya vikao ambavyo vimefanyika ndani ya nchi hii, kwa hiyo na imani Simba wanakaa chini wanatafakari ili wakuja kutoka sasa watuletee sisi kitu gani sisi washabiki wao ili wasikuupuke. Lakini mechi ipo. Kwa mimi binafsi nina imani mechi ipo kwa sababu timu ya mpira ni timu ya kucheza mpira na Simba ni timu ya science. Tofauti na wenzetu wa Yanga ni timu ya uhuru, sio timu ya mpira miguu. Kwa hiyo inaweza kugoma, lakini Simba Sports haturuhusiwi kugoma. Lakini maneno anaongea mimi kama shabiki na mwanachama, lakini viongozi watakao kuja nalo mimi nina imani hilo ndio tenda nalo. Kuna namna hamjaridhishwa na kusogezwa mbele kwa mchezo huu? Kwa 100% hamjaridhishwa. Kwa sababu mtu wote ya mpira anapenda timu icheze mpira. Na ukiangalia katika takimu za ratiba za FIFA na sheria za FIFA, kwa mujibu wa takimu na TFF wamesema ligi inaisha tarehe 22. Kwa hiyo ina maana ukiongeza tarehe 25 kwa hiyo overdose umekuja kuongeza kitu cha ziada. Sasa kuna maana ya viongozi wa Simba ambao watakuja nayo ili kutuelimisha na sisi tujue maana ni ipi. Kwa sababu ukiangalia mchezaji anaweza kaza tarehe 22 mechi ya mwisho afa kuondoka zake na usimdai. Kwa sababu tayari ligi inafanyaje? Imeisha. Lakini kwa sababu ligi imesogezwa mbele tena mechi hiyo mpaka tarehe 25. Kwa hiyo nitaangalia viongozi wangu wapendwa, viongozi wangu wenye weledi watakacho kizungumza kesho. Mimi binafsi ndio hicho ambacho nitaenda nacho. Lakini kwa mimi kwa sasa natamani mpira uchezwe na tarehe 25 timu ingie uwanjani. Mimi maoni yangu mimi kama Jabiri. Jabiri, zilivyosalia siku mbili kabla kuelekea kwenye mchezo, viongozi wa Simba waliuaminisha umma, mashabiki na wanachama kwa jumla, mchezo uko pale pale na hawatakuwa tayari kuchezwa siku nyingine tofauti na tarehe 15. Upi msimamo juu ya kauli hii? Je, tutarajie ile kauli ambayo ilitamkwa kwenye barua itakwenda kufuatwa aidha kwa mabadiliko yote tunayoyaona? Mimi binafsi timu tutashuhudia uwanjani. Asante. Mimi binafsi ni kwamba hivi bado naangalia ile tamko limetamkwa vipi. Sio maana yake. Na tamko la kucheza tarehe 25 limetoka katika wizara ikishirikiana na TFF. Sasa kama Rais Karia akaongea, TFF wameongea. Sasa wewe kwa nini usiende kucheza? Kwa hiyo na imani Simba Sports ule barua yao watatafuta jinsi gani ya kwenda kuisave ili kuizungumzia kwa njia ya upendo ili tufaje tukacheze mechi. Kwa mimi ndio imani yangu. Lakini siwalazimishi viongozi. Tamko ambalo atakuja nao viongozi ndio hilo wanasema tenda nao. Lakini mimi binafsi napenda mpira uchezwe. Na ukiangalia tumechanganywa hapa katikati na timu kama Yanga na TFF na bodi ya ligi. Lakini sio kama wanapenda. Ni kutokana jinsi gani Yanga anaonyesha umahiri wake kwamba Yanga ni timu ya nchi na timu kubwa. Kwa hiyo imeonyesha manyoya yake, imeonyesha kucha zake. Yanga ni timu kubwa na timu ya uhuru wa nchi na timu ya kwanza. Unataka kujulikana hivyo. Unajua Yanga anapenda sifa na heshima. Yanga hapendi maendeleo ya fedha, wala anapenda sifa na heshima. Kwa hiyo umeona kama alikosoa heshima na bodi ya ligi. Kwa hiyo ndio maana akaamua kuja na kauli kwamba hatuchezi. Lakini baada ya kuona sasa zile kauli zao ambazo wamezitoa, stake zao, yale matakwa yao yametekelezwa na TFF, ndio pale unaona Yanga sasa hivi wanaamua kuwa wapole, wanafanyaje? Wanacheza. Na ili ujue kwamba Yanga sio timu ya mpira, angalia ile kauli ya kusema hatuchezi imegeuka sasa hivi wanda wanatuza sisi watu wa Simba. Yaani ukutana na Yanga anakuuliza mnacheza? Umeona? Yaani ile kauli ya kusema hawachezi imeshageuka imekuwa kwetu sisi. Unajiamini kutokana na kwamba wamekufunga mara nyingi. Na mazingira ambayo wamewekewa na nchi na mpira miguu. Na jinsi gani TFF imeonyesha kuogopa Yanga kwa 100%, ndio maana anaamua kujiamini zaidi. Unajua kuna kauli ambayo ameitoa Alikamwe, ni kauli ambayo angetoa mtu ambaye ni wa kawaida tu. Ile kauli ya kusema kwamba atakaye kata point 3 na atakaye chukua Yanga point 3 lolote tutafanyia. Yaani kaongea mazito sana kiasi ambacho hata kurudia mimi mwenyewe naogopa kwa sababu nikashangaa mimi amejiamini nini Alikamwe. Lakini kumbe ana kitu anajua kabisa kwamba baada ya kutoka kasi, baada ya kutoka bungeni, sasa baada ya kutoka mahakamani, sasa hivi ameamua kwenda kwa rais wa sheria ipi na kanuni ipi iliyotumika kusogeza mchezo huu mbele? Sasa haya ni matakwa ya Yanga. Sio sheria wala sio kanuni. Ni matakwa ya Yanga. Imeamrisha TFF wasogeze mchezo mbele baada ya kauli za kina Alikamwe kusema kama mechi itakuwa ni tarehe 15 na haya matakwa yetu yakitimizwa basi
mechi ikisogeza mbele tutacheza. Kwa hiyo hapa moja kwa moja kwa 100% TFF na bodi ya ligi wameiogopa Yanga, na hata wananchi sisi wa kawaida tunaonekana tunaiogopa Yanga, na ndio maana kila kitu cha Yanga kimekamilishwa. Mama aliingilia kati. Tuliona baada ya Yanga kuposti ya kwamba mechi iko pale pale ila tarehe 25 haina kipengele. Tuliona picha mama Rais Mama Samia Suluhu Hassan akipiga na viongozi wa mpira wa miguu kwa maana ya Simba na Yanga Africans. Sasa zile ndio timu za siasa pale. Maana hata viongozi walioenda pale ni viongozi wa siasa. Ukiangalia kina Mangungu, wakina Karibu, wale ni viongozi wa siasa. Viongozi wa mpira bado hajaenda, na ndio maana mpaka leo hii unaona Simba Sports bado wanaamua kukaa vikao vyao, kwa sababu kuna watu wa mpira sasa wanakuja kuchanganua hii kauli. Lakini tukienda zaidi kwa mama, tutakuwa tunachochea sasa, sababu ataonekana moja kwa moja amefaji ameingilia. Tusiende huko sana, ndio mimi natumia kauli ya kusema rais wa TFF kasema. Sasa utachanganua mwenyewe kwa maana nini? Unajua tukifikia hatua sasa nchi yetu tukitangaza sisi wenyewe kama michezo imeingiliwa na mama, maana yake tafikia hatua tutafungiwa. Kwa hiyo mimi nina imani waandishi wa habari na wanaongea kwenye hizi media, tuitahidi kujikingia kifuasi wenyewe ili tusifike nchi ahadi. Hata kama kweli unaona kama kuna kitu umekiona ambacho mama ametoa ushauri, basi unaona kipo, wewe jitahidi kukitafuta jinsi gani kuzungumzia ili tusichonganishe nchi yetu na CAF na FIFA akaanza kutufungia. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa kwamba Yanga Afrika hapa kaogopewa na TFF. Yanga Afrika hapa tumeiogopa 90% wa Tanzania tulio wote. Ndio maana tumekubali matakwa yake. Hata Simba Sports kama tutakubali kucheza, maana tumeiogopa Yanga. Kwa hiyo haifichiki, iko wazi. Na Yanga ndio kalazimisha, Yanga kataka hivi, basi ndio imekuwa hivi. Kwa hiyo nina imani kabisa kwamba haya matakwa ya kucheza tarehe 25 ni Yanga ndio katangaza mpaka tarehe. Kila kitu katangaza Yanga. Tunakubaliana nayo. Inabidi tukubaliane nayo kutokana na mazingira ambayo tumezekewa. Unajua mazingira ambayo Yanga kayaweka ni ya chuki. Si ndio manake ni ya kugombana. Sasa mpira sio chuki, mpira sio ugomvi. Lakini wenzetu wa Yanga wataka ugomvi, wataka nini, na ndio maana nembo yao ina ngumi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutaka ugomvi muda wote. Ukiangalia nembo ya Yanga, vitu ambavyo vipo ndani ya Yanga pale havipo katika mashindano, havipo katika mpira, viko katika mambo yao. Wana nembo ya uhuru. Wana mtu anaruka netball, wana mtu anacheza mpira, kuna mtu anapigana ngumi. Sasa ukiuliza kwenye nembo ya Yanga ngumi za nini? Maana ngumi ndio sasa hivi wadui tunachonganishwa. Kwa sababu sisi tunajua kinachoendelea ndani ya Yanga na tunajua kinachoendelea ndani ya TFF. Na tunajua kinachoendelea ndani ya serikali. Sisi kwa kunusuru mpira ni waombe tu viongozi wangu wa Simba kwa busara kubwa, watumie heshima kubwa, waachane na yote hayo. Tusimamie msimamo wa kutokucheza tarehe 25, tusimamie msimamo wa kwenda kucheza tarehe 25 ili tuinusuru nchi yetu na mpira wetu uendelee kufaje kuenjoy, kwa sababu katika nchi hii tukisema kwamba mpira wa miguu tushikilie sisi Simba, tutaenda kupata shoti sisi. Wenzetu hawana hata uwekezaji, wenzetu wamefadhiliwa, si ndio maana hawana mwekezaji. Lakini sisi ambao tumewekeza, tumetia bilioni 20 benki na tuna uwekezaji mkubwa, tutaenda kupata hasara endapo mpira utafaje, utaenda kusimamishwa. Kwa sababu mpira wa Tanzania, hata Mama Samia leo rais wa nchi, Mama Samia Suluhu Hassan anaweza kusema mpira Tanzania hakuna na usiwepo. Kwa hiyo hatutoki kuyafikia kote huko. Kwa mimi niwaombe viongozi wa Simba, hii mechi tunayo tukacheze, kwa sababu kwanza ukiangalia mimi nawahitaji Yanga hiyo tarehe 25 tucheze nayo, kwa sababu tayari Yanga wenyewe wameshachoka. Yanga ukiangalia na wazee wengi, kuna mzee Pakome, kuna mzee Diala, umeelewa, kuna mzee Aziki ambaye ashaondoka. Hao ni watu ambao wamechoka. Lakini ukiangalia Simba tuna vijana. Kwa hiyo tusiwaogope kwenye pichi, waje na tudeni. Kama viongozi wananisikia na kupitia social media hizi, viongozi wanasema basi mimi naomba kauli yao nzuri iende hakuna kucheza mechi tarehe 25 ili tuenjoy. Lakini kama watacheza, mimi binafsi nitaenjoy na nitafurahi, lakini siwezi kwenda uwanjani. Jabiri, unauona ubingwa baada ya misimu mitatu mtawalia zilizopita pasina kikombe katika viunga vya Msimbazi, nazungumzia ligi kuu Tanzania bara. Kwa msimu huu asilimia ngapi kikombe kutua katika viunga vya Msimbazi, ikiwa bado mna mashaka na pressure juu ya mchezo wa tarehe 25? Yaani kusema kweli kwa asilimia 99 ubingwa tunaochukua endapo timu zitacheza tarehe 25. Kwa sababu tukicheza tarehe 25 mimi nina imani Yanga nawafunga, na nikiwafunga Yanga maana yake tayari mimi ninakuwa nimefaje, nachukua ubingwa. Kwa sababu hizo mechi zimebakia mbili hizi, tunaenda kumalizia na Kagera Sugar, tunakuja sana Gate. Ni timu ambazo tunaziweza katika kucheza. Kwa hiyo na Geita Gold, kwa hiyo Yanga Afrika tukicheza naye tarehe 25, mimi nikifunga Yanga ninakuwa bingwa. Kwa hiyo na asilimia 99 ya kuchukua ubingwa ligi kuu wa nchi hii ya Tanzania. Na mara baada ya tarehe kutangazwa, wameonekana wananchi, mashabiki na wanachama kufurahi mno. Kitu gani ambacho wanajivunia sasa katika mchezo huo? Hao wanafurahi kwa sababu kuna kitu wanavificha, sio vitu vya mpira. Sababu wamefanya vitu ambavyo sio vya mpira. Vitu
vitu ambavyo wameficha wao ni vitu ambavyo vya kwenda kutoka katika weledi wa mpira na kuja katika weledi wa imani. Kwa sababu ukiangalia Yanga ni timu ya imani, sio timu ya science. Simba ina science, Yanga ina imani ya mpira. Ndio maana nakuta sometime mambo ya mauzauza ni mengi sana, lakini kama kweli Yanga tarehe 25 hata ruka ukuta ataingia katika mlango sahihi, mimi siwezi kumwacha Yanga salama na mfunga. Kwa hiyo sakata hili na nembo hii ambayo ipo sasa hivi tumeiandika, sisi wenyewe tuifikie hatua, tuifanyeje, tuiweke katika usawia ili iende vizuri. Unaziona ngapi? Mimi nina imani Yanga anaweza nikafunga hata goli 3. Sitaki goli nyingi kwa sababu nina shida na ubingwa. Yanga anafunga. Yanga sasa hivi kachoka hoi. Wauaji ni Elia Mpanzu goli 1, anakuja kufunga Kibdeni si goli 1, anakuja kumalizia Shomari Kapombe kama fullback namba 2. Nina imani kwa staili anaocheza Shomari Kapombe ana uwezo wa kufunga goli 3 au 2. Tupe wito wako kwa mashabiki na wanachama. Kikubwa zaidi wito wangu mimi kama Jabiri, timu ziende zikacheze Simba na Yanga, si ndio? Lakini sasa angalia katika hili swala limezungumziwa, rais wa TFF kalizungumzia lakini hajagusia washabiki. Kwa maana kutomba radhi. Mechi ya kwanza tarehe 8 iliyopita mwaka juzi nimeibiwa hela zangu. Maana nimenunua tiketi mechi haijachezwa, si ndio? Tarehe 8 hii ya mwaka huu na vile vile nimeibiwa hela zangu. Tarehe ngapi ile tumecheza finali na ni finali ya Simba Simba na Berkane juzi nimeibiwa hela zangu. Sasa serikali inasema nitakulinda yeye Jabiri, nitamlinda raia na mali zake. Sasa mali zangu mimi ndio nimechukuliwa hela zangu zile. Je, mbona sijasikia lolote juu ya mimi shabiki kwamba zile hela zangu ambazo nimetoa, je, mimi zitakuwa zimeenda katika upande gani? Kwa hiyo mimi naweza nikashawishi baadhi ya washabiki wenzangu wa Simba na Yanga kiujumla kama watanielewa. Tarehe 25 Yanga na Simba wakicheza, tusiingie uwanjani sisi washabiki. Yaani Simba na Yanga wacheze kavukavu. Tusiingie uwanjani na sisi tuwasusie ili angalau na sisi waonyeshane waeko muhimu wa kutuhitaji. Na imani ya kwamba Yanga wanaweza wakakuunga mkono kwenye hilo. Kwa sababu nimeanza na nina ushawishi. Unajua ukiongea jambo ambalo lina ushawishi na jambo la kujenga, nadhani watu wanaweza kulipokea. Ni maoni yangu mimi kama Jabiri. Lakini mimi binafsi sitaenda uwanjani. Wao nilikuwa na shawishi washabiki wa Simba na Yanga tusiingie uwanjani. Tusimame geti A ambayo tunaingia Simba, geti B uwanja mbele mimi hapa, alafu tuwazuie washabiki wasiingie ili Simba na Yanga wakicheza kavukavu wanaweza baadaye wakatuthamini sisi washabiki wakajua tuna muhimu gani. Lakini tukisema kesho kutwa kutangazia tunaenda tu, sisi tutashinda kuwa na thamani kubwa kwa sababu mshabiki FIFA anamjua ni mchezaji wa 12. Inakuwaje wewe klabu ya Simba na Yanga usimjue mshabiki, unamdharau, unamshusha? Hiki ndio naweza kuambia washabiki wa Simba na Yanga, ikiwezekana tusiingie uwanjani kwenye mechi ya Simba na Yanga ili watukose.